Taarifa hii inakumbusha hali halisi kwa jinsi taifa letu limekuwa likichezewa. Wakati napokea taarifa ya kwanza na ya pili hapa iliyohusu dhahabu, nilikuomba Mheshimiwa Spika kwamba bunge likatusaidie katika maeneo ya almasi na tanzanite. Mheshimiwa Spika, ulikuwa na uwezo wa kukataa, lakini kwa uadilifu wako na mapenzi makubwa ya nchi yako na masilahi makubwa mapana kwa ajili ya taifa hili, ulienda kuunda hii kamati. Na siku moja ulinipigia simu ukaniambia namna ya kuunda hii kamati sijui nitawachagua wakina nani. Nikakwambia Mungu atakuongoza, chagua watu ambao masilahi ni ya taifa. Na kweli ninaamini Mungu alikuongoza, ukateua wenye viti hawa wazuri, ukateua wajumbe hawa. Ndugu zangu, nasema kwa dhati kutoka moyoni na wapongeza sana. Mmefanya kazi kubwa kwa ajili ya taifa hili. Nchi yetu imechezewa sana, na hawa wanaotuchezea sifahamu sisi wanatuona kama ni binadamu au ni majitu tu. Sina uhakika kama wanajua sisi ni binadamu, kwa sababu ungejua hata kama tuna ubinadamu wa aina fulani, wangetoa hata percentage kubwa kidogo ya kuweza kuwafanya hao binadamu waishi. Ukiangalia maeneo ya machimbo au palipo na mgodi wowote, uwe wa dhahabu, uwe wa almasi au wa tanzanite, unaweza ukaona maisha ya wananchi walioko pale. Lakini angalia maisha ya jumla ya Watanzania yalivyo, shida walizonazo. Ninajua leo Watanzania wanatuangalia hapa, kila mmoja ajiangalie yeye pamoja na jirani yake wana maisha gani. Lakini ni kweli Tanzania tulitakiwa tuwe na maisha haya. Mungu alituumba akatupa na rasilimali hizi za kila aina. Tanzania kila kitu utakachogusa kipo tu. Hata ungeenda kwenye wanyama, Tanzania ndiyo ya pili duniani kwa kuwa na vivutio vingi baada ya Brazil. Kwenye madini sisi kila mahali, mtu hata ambaye hakusomea madini akichimba anayapata. Lakini hebu angalia watu wake, maisha tulionayo. Mheshimiwa Zungu amezungumza yale yaliyochimbwa, yale mabaki tu yana thamani ya zaidi ya trilioni 2.3. Reserve iliyopo pale ni ya matrilions, lakini zote zimekuwa zikisoma. Wapo wengine waliona ninazungumza tu kutoka hewani. Nataka niwaeleze, tumefanya research ya kutosha, tulitumia baadhi ya wafanyakazi, tulitumia forensic investigation, na ndiyo maana nikitoa mfano, kwa mfano kwenye dhahabu tuna information zote, tulifyonza data zao zote kwenye migodi yote, na waliposhtuka wakabadilisha kompyuta zao zote, it was too late.